Kama wewe ni mfuatiliaji wa tamthilia ya ndoa, utakuwa umegundua kitu ambacho kilikuwa kimejificha humu ndani. Sasa ili tukio bwana limeweza kuniumiza kwa kweli, na naamini limewaumiza watu wengi. Ni kwa nini bibie mke wake Napasali amefikia hatua hii? Ni kwa nini Lydia ameamua kufikia hatua ya kutaka kutoa uhai wa bibie Kiduchu? Sasa hii hapa imewashangaza wengi. Yaani kiufupi inaumiza. Yaani kwa kweli inatesa. Sasa ni kwa nini huyu bibie amefanya hivi? Hiki ni kitu ambacho pia wewe ungekuwa bibie Kiduchu ungefanya nini? Kwa sababu hii sio kawaida. Tunafahamu kwamba upendo hajawahi kuonyeshwa kabisa na Lydia. Ni kwa nini iwe ghafla? Sasa akili kumkichwa, anatakiwa ajiulize na hicho chakula asikile kabisa kwa sababu kina sumu ndani yake. Lakini sasa tuachane na huko, tuje kwa Mr. Pascal. Hivi ulishawahi kujiuliza ni kwa nini Mr. Pascal anaonyesha kuwa na imani na mke wake Lydia? Na ulishawahi kujiuliza ni kwa nini Mr. Pascal sio rahisi kuweza kumteka kimavazi ama kimonekano? Yaani kiufupi huyu mwanamke amekamilika kila idara na sio rahisi. Watu wengi tunafahamu sio rahisi mwanamke akuvulie nguo hata kama kweli unampenda mke wako. Yaani umekutana na mwanamke mwingine, shepu anayo, kila kitu anacho, amekuvulia nguo kama hivi yuko uchi. Unamtazama tu hivi, hakuna kitu ama hakuna situation yoyote inayotokea kwenye mwili wako. Yaani hakuna mabadiliko yoyote yanayotokea kwenye mwili wako kuonyesha kwamba unamtamani. Hivi ungekuwa wewe ni Mr. Pascal hapa, ungefanya nini? Ungemwacha wewe mwanamke? Ningekuwa ni mimi, ningemwacha kwa sababu simpendi. Ningefanya nini? Sasa lakini pia anatakiwa kufahamu kwamba huku Kiduchu anaishi maisha ya kuteseka sana. Sasa hiki ni kitu ambacho Mr. Pascal anatakiwa kufanya, kuwahi kutoka huko kazini arudi, kwa sababu akichelewa tu mambo yataharibika. Kama tulivyoweza kuona sehemu ya kwanza kabisa, Kiduchu amewekewa sumu kwenye chakula na alikuwa anataka kukila. Sasa tumuombee kwa Mwenyezi Mungu aweze kupona lile swala. Lakini pia Kiduchu anatakiwa kuwa makini. Yaani hapo akili kumkichwa, kwa sababu haijawahi kutokea Lydia amwandalie chakula Kiduchu, na hii pia itakuwa ni sababu ya Kiduchu kuweza kupona. Kutokana na kwamba hawezi kula hicho chakula, lazima wasiwasi utaingia kichwani mwake. Sasa tunafahamu ni kwamba huyu mwanamke hajawahi kumjali. Iweje leo amjali Kiduchu? Sasa unafikiri Kiduchu atakula? Na kama ni wewe ungekuwa ni Kiduchu ungechukua maamuzi gani hapa? Kwa sababu yani wewe ni mfanyakazi wa ndani, mama wa kazi ama mama mjengo anakutreat vibaya, na kutreat Ashley, halafu at the end of the day anakuandalia chakula. Unafikiri ungechukua hatua gani? Sasa Kiduchu sidhani kama atakula, kwa sababu tuliona alikuwa na sita sana. Yaani kiufupi amekuwa na wasiwasi. Turudi kwa mhusika mkuu wa tamthilia hii hapa ya ndoa, ambaye ni Mr. Pascal. Kwa kweli hii hapa imenishangaza. Yaani Mr. Pascal amekubali kabisa kulala kwenye kiti na mwanamke ambaye yuko uchi amelala kitandani. Hivi ungekuwa ni wewe, ungekuwa wewe ni Mr. Pascal, unataka kuniambia kwamba ungemwacha bibie, ungemwacha hapo kwenye kitanda yuko uchi, usingemfanyia chochote? Mimi naungana na Mr. Pascal kwa sababu yuko sahihi, anaonekana kuiheshimu sana ndoa yake. Lakini itokee siku moja atokee mtu aje amwambie kwamba mke wake kule nyumbani anamsaliti, ana mapenzi ya dhati kwake, ili jamaa aweze kufunguka akili, kwa sababu kuna wanawake wengi sana wanampenda na wanamjali kama Kiduchu, lakini halitambui hilo. Anazidi kung'ang'ania mke wake ambaye hana thamani yoyote, hatambui thamani ya upendo wake kwake. Sasa hiki ni kitu ambacho tunatakiwa kukishauri sana humu ndani. Hivi ndugu wapenzi watazamaji, unafahamu kwamba mwanamke akikwambia kwamba wewe sio mzima kiafya, yani sio mzima kwenye maumbile yako ya huko sehemu za siri, unafikiri utajisikiaje? Ni lazima moja kwa moja utafanya kitu chochote ili kumdhihirisha kwamba wewe ni mtu mzima. Yaani kiufupi wewe una afya kamili kabisa kwenye yale maungo. Lakini Mr. Pascal pamoja na kwamba amechokozwa, yani kiufupi usichokifahamu ni kwamba huyu bibie Doreen alikuwa anamwambia maneno yale makusudi ili jamaa aweze kuumia na kuweza kuchukua hatua za kumfanya, yani ili amdhihirishie kwamba yeye ni mzima. Hapo Mr. Pascal angeamua kuchukua hatua ya kulala naye bibie, lakini hakuweza kufanya hivyo. Unafikiri ni kwa nini? Hii ni kutokana na kwamba anaheshimu misingi ya ndoa. Sasa asichokijua ni kwamba anakosea. Sasa tuje upande wa pili kwa Kipara na wanawake zake. Jamani, hii hapa imenishangaza sana. Na sio kunishangaza tu.
na ni watu wengi mnafahamu maisha ya wanandoa ambao wanaishi ndoa za mitaala. Yani kiufupi kwamba mwanaume mwenye wanawake wawili tunafahamu kwamba kunakuwa na nyumba ndogo lakini kutakuwa na nyumba kubwa. Yani kila mwanamke ana kitanda chake. Sasa humu ndani pia tujifunze kitu. Hiki ni kitu ambacho kwa upande mwingine ni kibaya, lakini kwa upande mwingine ni kizuri. Yani kulala na wake zako wote wawili kwa upande mwingine ina make sense, lakini kwa upande mwingine ina make nonsense. Unawezaje kulala na wanawake wote wawili kwenye kitanda kimoja? Hii hapa si utakuwa unatengeneza aibu. Yani kiufupi utakuwa unajitangaza mwenyewe huko uraiani, kutokana na kwamba kama hauna shughuli. Hapa ndo inapotokea ile changamoto ya kuanza kutangazana, kusemana huko kwa majirani kwamba jogoo hapandi mtungi. Sasa the way ambavyo kipara anaishi na wanawake zake ni kwamba hii kitu bwana sijaifurahia kabisa, japokuwa kuna wakati mwingine inafurahisha. Na hapa moja kwa moja utakuwa umegundua kwamba ni kwa nini wanawake zake wanachepuka. Kwa sababu hapo ndani tumeweza kuonyeshwa kitu kinachoitwa ubaguzi. Yani kipara amekionyesha, anamng'ang'ania zaidi Chimami kuliko Aisha Chogo. Na kama umeligundua hili, hebu toa comment. Ungekuwa ni kipara ungefanya nini hapo? Yani kiufupi kipara anang'ang'ania kulala na Chimami. Chimami hataki. Na ukimwangalia Aisha Chogo ni kama anataka kulala na kipara, lakini kipara hamtaki. Sasa hii inamaanisha nini? Inaonekana kwamba Aisha Chogo kuchepuka kwake sio kwa kupenda. Anachepuka kwa kujua kwamba mume wake kuna vitu hampatii. Sasa tuachane na huko kwa kipara. Tuje kwa mtaalam bwana Martin Black, mzee wa kuchekechwa, mzee wa kuchezeshwa, mzee wa mitulinga asiyejua thamani ya ndoa. Sasa unafikiri kwamba ungekuwa ni Mr. Martin Black alafu unamfanyia haya mke wako, mke wake akikuchiti utafanya nini? Mimi ningekuwa Martin Black ningekuwa na play party zote. Kama nimeamua kuchiti basi nimheshimu pia mke wangu. Sasa hii hapa ingekuwa ni nzuri kabisa kwangu na kwake yeye. Sasa angalia Martin Black anavyomtreat mke wake asiifu. Hawa watu ni watu ambao ni strangers. Sasa hiki ni kitu ambacho hakitakiwi kwenye ndoa. Yani unaingia ndani, mke wako hajui atakula nini, hana hela hapo alipo, halafu unaingia na kutoka, hujaacha kitu. Unafikiri wanaume wengine huko nje wakikulindia ama wakikutunzia mali yako watakuwa wanalawamiwa? Sasa ndugu wapenzi watazamaji, kama ulishawahi kutazama tamthilia, kwanza sio tamthilia, ilikuwa ni movie ya marehemu Steven Charles Kanumba. Ilikuwa inahusu haya. Yani mchizi alikuwa mheshimu mke wake kutokana na kwamba hawezi kuzaa, bila kujua kwamba shida haiko kwake mke wake Wema Sepetu. Sasa hiki ndio kitu ambacho kinatokea kwa Martin Black na mke wake. Martin Black hajui kama yeye ndo ana changamoto ya kuzalisha. Yani mke wake ana shida kabisa. Huko kitu kinachompa kiburi ni wale wanawake zake. Sasa tuachane na huko, tuendelee kuzungumzia hii issue ya bwana kipara na wake zake. I say hii scene ama sehemu hii itakushangaza, na ukiwa makini zaidi itakuacha mdomo wazi. Yani kiufupi ni kwamba life ambayo wanaiishi hawa wanandoa ni ya kusikitisha, lakini kwa upande mwingine inafurahisha. Je, ungependa kutushauri nini wanaume ambao tunatamani kuingia kwenye ndoa za mitaala? Yani tunatamani kuwa na wanawake wawili. Sasa hiyo hapo utaiongea kwenye comment section. Ni kitu gani unawashauri wanaume ambao wanaishi na wanawake wawili, tena kwenye kitanda kimoja ama chumba kimoja? Lakini pia bwana, I say hii scene ama sehemu hii imenifanya nikumbuke mambo mengi sana ambayo yalishawahi kunikuta miaka ya nyuma. Tazama the way ambavyo Kiduchu anateseka katika ya maisha. Tazama the way ambavyo Kiduchu anavumilia mengi. But at the end of the day kuna mpuuzi mmoja, mpumbavu mmoja anataka kuyatoa maisha yake. Yani kiufupi anataka kumuua. Lakini nikwambie tu kwamba Kiduchu atafanikiwa kula hicho chakula. Na akila tu basi ameondoka moja kwa moja. Yani kiufupi ataitwa RIP, sio Kiduchu tena. Lakini tumwombee kwa Mwenyezi Mungu aweze kupona hilo swala, kwa sababu akipona itakuwa ni auheni kwa mtu fulani. Kwa sababu pia Kiduchu ni namna ama ni moja kati ya vyanzo ama chanzo cha furaha ya Mr. Pasali. Japokuwa Mr. Pasali hataki kuligundua hilo. Na ndio maana Mr. Pasali muda ambao anakuwa mpweke huwa anapoteza muda wake kumtafuta Kiduchu na kuweza kuchati naye. Lakini sasa at the end of the day ni kwamba kuna mtu ambaye anataka kuiondoa furaha yake. Na huyo mtu anayetaka kuiondoa furaha yake sio mwingine, ni mke wake. Sasa angalia the way ambavyo game inakwenda kupinduliwa. Nikwambie tu kwamba usitoke kabisa. Sasa hiki kitu bwana kinaitwa Ndoa Yangu. Angalia pisi ambazo ziko humu ndani na Duli anafanya kuzichezea tu.
Sasa huyu dogo asipoangalia atakuja kufa maskini, kutokana na kwamba anategemea vya mademu na mtegemea cha nduguye anakufa maskini hakika nakwambia. Sasa nikwambie tu kwamba fuatilia tamthilia hii hapa ya Ndoa, kwa sababu nikwambie maisha ambayo wanayafanya ama wanaishi waigizaji ndani hayana utofauti na maisha halisi kabisa. Sasa tazama the way ambavyo Duli analelewa na hawa mabinti, na pisi hizi ni kwa nini zinamkubalia huyu mwamba. Hazijui kwamba huyu dogo ni patapoteza, yani anachezea na kuacha, au dogo anawafurahisha sana kitandani. Hayo sio mambo yangu, sihitaji kujua. Nikwambie tu kwamba hii hapa ni Ama Films, na usisahau kusubscribe kabisa.